Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Hatimaye uko kasi wameweza kutoa majibu ya kile ambacho kilichoweza kujili kuhusiana na klabu ya soka ya Young Africans kupeleka barua yake ya malalamiko kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kujili katika siku ya Machi 8 2025 ambapo klabu ya soka ya Young Africans ilikuwa mwenyeji wa mchezo huo ambao ulipaswa kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini mchezo huo ulikwenda kuahirishwa kutokana na sababu ambazo bodi ya ligi ilikwenda kuzitoa kutokana na kile kilichoweza kutokea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wao walipeleka timu, kila mmoja ilikwenda kushuhudia hilo. Na kilichotokea, klabu ya soka ya Young Africans ilikwenda kuandikia barua mamlaka ya soka ya Tanzania ambao ni TFF na bodi ya ligi ikiwaomba pointi 3 na fidia ya kile kilichoweza kutokea, ambapo TPLB walitoa taarifa yao wakisema ya kwamba watakwenda kutangaza mchezo huo tarehe mpya ambao utakwenda kupigwa. Lakini klabu ya soka ya Young Africans wao walitoa msimamo wao na kusema ya kwamba hawatocheza mchezo huo mpaka pale kile ambacho wanachokidai kiweze kutimizwa. Kwa msimu huu hawako tayari kucheza mchezo huo, labda msimu ujao pengine ndio wanaweza kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, na mchezo wao wanasema ya kwamba ulishachezwa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans baada ya kupeleka madai yake kwa njia ya barua kuelekea TPLB pamoja na TFF, majibu haya kupewa majibu ya kuridhisha. Hivyo klabu ya soka ya Young Africans walikwenda katika mahakama ya usuluhishi kasi na kwenda kupeleka malalamiko yake kuhusiana kile ambacho kilichoweza kujili. Sasa nimekusogezea kile ambacho kimeweza kujili huko kasi, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa ambazo zimenifikia kwa wakati huu, unaambiwa ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans hawakuwa tayari kwenda katika mahakama ya usuluhishi wa kimichezo. Hapa nazungumzia kasi ambao iko kule nchini Uswizi. Sababu kubwa ya Young Africans kwenda kule kasi ni kwamba viongozi wa Yanga hawakuwa na lengo la kwenda kasi, ila kutokana na kauli za rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia ndio wakaamua kufanya hivyo. Karia ambaye aliweza kutoa kauli yake juu ya madai ya Young Africans kwamba ndani yake yana utoto, ndio kauli ambao Young Africans wao hawakupendezwa nayo, na ndipo sababu kubwa ikaweza kutufikisha hapa ambapo tumeweza kufika, ambapo kwa sasa bodi ya ligi inawataka Young Africans waweze kukaa chini kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, huku wakitaka busara itumike katika swala hili, huko ukiweza kuambiwa ya kwamba kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchakato huo, inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans wenyewe wamekwenda huko kasi. Sasa kile ambacho kimeweza kujili, inaelezwa kwamba hapa nazungumzia wenye mamlaka wamejitoa kabisa. Kuna watu ambao kwa sasa wamekaa pembeni kabisa kuweza kulishuhudia sakata hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Hawataki kujihusisha nalo kabisa kutokana na kile kinachoendelea, ambapo viongozi leo hii wa matawi wa klabu ya soka Young Africans kwa upande wa Dar es Salaam kupitia makao makuu ya Young Africans leo hii wameweza kuwa na kikao chao juu ya kuweza kujadili kile ambacho kimeweza kutokea, na adhimio lao ni moja
moja tu walikuwa wakiimba nyimbo kwamba hawachezi mechi tena ya dabi ya Kariakoo kwa msimu huu, huku wakitaka mamlaka ziweze kutoa tamko kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea juu ya madai yao ya alama 3, huku busara ambayo inataka iwekwe katikati itumike. Klabu ya soka Young Africans wao hawahitaji hiyo hapa nazungumzia busara hawaitaki. Young Africans wao wanahitaji kuweza kupata kanuni inasema vipi, na ndicho ambacho kinachoendelea kwa sasa. Inaelezwa kwamba baada ya Yanga kutoridhishwa na majibu ya TFF wamefungua, na kesi ipo katika mlolongo mzuri kabisa, ambapo inaelezwa kwamba imeshawafikia kasi huko, ambapo kasi wenyewe wamethibitisha na wamepanga mwanasheria ambaye atakwenda kusikiliza kesi hiyo, ambapo inaelezwa huko kasi kilichoenda kutokea ni kuenda kutajwa kwa tarehe ya kile ambacho kilichoweza kujili, ambapo katika malalamiko hayo unaambiwa kwamba pengine inaonyesha kwamba kile kinachojili pengine tutakwenda kushuhudia Yanga wanavyokwenda kasi, lakini kumekuwepo na malalamiko mengi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Kila mmoja amekuwa akiendelea kuzungumza la kwake, unaona bana, kilichokuwa kikiweza kujili katika hapa nazungumzia mchakato ambao unaendelea huko kasi, ambapo ni kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Unaweza kuuliza ni kama vile mambo yanazidi kuwa magumu katika sakata hili kwenye kwenda kutafuta suluhisho, ambapo kila mmoja amekuwa akijiuliza nini ambacho kitakachokwenda kujili, huku hapa nazungumzia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amekuwa akiendelea kuzungumza na kusema ya kwamba busara inapaswa kuweza kutumika katika sakata hili ambalo linaloendelea, ambapo bodi ya ligi yenyewe imepanga kwenda kuwahusisha serikali katika sakata la Simba na Yanga, ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara hapa nazungumzia TPLB Steven Mguto amesema kuwa endapo juhudi zao za kutatua sakata la mechi kati ya Simba na Yanga zitagonga mwamba, wataipeleka suala hilo kwa serikali ili kusaidia kupata suluhisho la haki. Katika mahojiano na Mwananchi, Mguto amefafanua kuwa lengo kuu ni kuhakikisha amani na utawala kwenye soka la Tanzania. Hivyo kama bodi itashindwa kusimamia mgogoro huu kwa mafanikio, hatua inayofuata itakuwa ni kushirikisha mamlaka za juu zaidi. Jambo hili likitushinda kabisa, lazima tuihusishe serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuhakikisha amani ipo si jukumu letu pekee yetu. Kila mmoja anawajibika kuhakikisha utulivu unadumishwa, amesema Mguto. Kauli hii imekuja baada ya bodi ya ligi kuahirisha mechi ya Kariakoo Derby iliyokuwa ipigwe Machi 8, hatua iliyoibua utata mkubwa. Klabu ya Yanga imetoa msimamo wake kwa maandishi ikibainisha kuwa haitacheza tena mchezo huo na kudai kupewa alama 3. Hali hii imezidi kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa soka, huku wengi wakisubiri uamuzi wa mwisho kuhusu mustakabali wa mechi hiyo ambayo imekuwa ikizungumzwa kwamba itakwenda kupigwa na bodi ya ligi. Wanasema ya kwamba wanaangalia nafasi ya wapi mchezo huo unapaswa kwenda kuwekwa tarehe yake katika bodi ya ligi, kama ambavyo michezo mingine ya kiporo ambayo huwa inapachikwa katika ratiba. Kwa hiyo wanaangalia ratiba ili waweze kwenda kutangaza mchezo huo, lakini kinachoendelea Young Africans ni kama wameweka ukuta mzito kweli kweli, wakisema ya kwamba wao swala la kucheza mchezo huo alipo tena. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi hayo ambayo yanakwenda kujili katika sakata hilo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.